Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ndugu Waislamu, pamoja na kwamba kujenga msikiti ni kitendo cha kumtunza Mwenyezi Mungu, lakini pia ni kitendo cha kujitolea kwa ajili ya jamii nzima. Wale walioshiriki katika ujenzi na wale ambao tutashiriki katika kuutunza msikiti huu, wote tutapata thawabu. Viongozi walionitangulia wameeleza vizuri umuhimu wa kuutunza msikiti huu, kuitunza nyumba hii. Ujenzi huu wa nyumba hii ambao unakuja kuimarisha imani yetu na kuleta mafanikio ya kiroho katika jamii ni muhimu sana, tukawaunga mkono kwa namna mbalimbali. Lakini pia tunapokuja hapa tujue kwamba ni nyumba inayotutaka tuendelee kuja kila siku, na kwa hiyo tunawajibika kuitunza. Zile taratibu za hapa ndani zote zifuatwe. Kwa hili ni jambo muhimu, na ukifanya hivyo utakuwa umetoa mchango mkubwa kabisa, ingawa hujatoa fedha, lakini kwa kuutunza umeshatoa mchango wako. Kwa hiyo tuendelee kutoa mchango wetu kwa kutunza eneo hili, na msikiti huu ambao sisi tunauona kama jambo muhimu. Kama nilivyosema awali, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anatufundisha pia kutunza nyumba za ibada, kwamba msikiti ni sehemu ya jamii na ni mahali pa ibada na umoja. Na kupitia hadithi ya Bukhari, Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema pia, naomba kunukuru vile vile, na nukuu hii inafanana na ile ya mwanzo, lakini ina maana yake. Mwenye kutunza nyumba ibada kama vile anavyojenga atakuwa katika hifadhi ya Mwenyezi Mungu. Haya yote ni mafundisho tunayopata kutoka kwa viongozi wetu akiwemo Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo basi, waumini wote tunawajibika kuhakikisha kwamba utunzaji wa msikiti huu unakuwa ni wetu pamoja. Tunajua kutakuwa na kiongozi mkuu atakuwa anasimamia maelekezo. Jukumu letu ni kufuatilia maelekezo hayo. Sisi kama serikali tunasisitiza na tunaomba sana viongozi wa dini tuhubiri jambo hili la amani na mshikamano katika nchi. Tunajua mnafanya, lakini wasihi endeleeni. Liombeni taifa hili wakati wote, kila unapopata nafasi ya kuingia kwenye nyumba ibada moja, baada ya kumaliza swala ya kawaida, pata muda wa kuliombea taifa hili, ili utulivu huu tulionao sasa uendelee. Fikiria hapa sasa, tumetulia hivi, roho yetu tumetulia safi kabisa, afu ndio bomu linaanguka hapa. Unakimbilia wapi? Unapitia mlango gani? Hiyo adha. Yani tuachane na mambo yote ambayo yatatuletea adha kwenye maisha yetu ya kila siku. Serikali inapata faraja sana inapoona viongozi wa dini wakati wote mkihubiri amani na mshikamano. Na mmefika mahali pia mmeunda hata taasisi za kukutanisha viongozi wa dini kuzungumza lugha moja tu ya amani na mshikamano katika taifa. Jambo hili haliko kwenye nchi nyingine, unalikuta Tanzania tu. Mwenyezi Mungu taifa hili amelipenda sana, na sisi tusijisahau kwa kupenzi huo. Lazima tuendelee kuyadumisha mapenzi hayo, ili taifa hili liwe ni mahali pa uhakika wa kila mmoja.